Habari za wakati huu popote pale ulipo, karibu sana kwenye updates za mfalme wa soka. Na hapa ni mzee wa Friji Bov, David Pasco, niko muda huu kuhakikisha unapata taarifa ambazo zimejiri, taarifa ambazo zimenifikia. Popote pale ulipo, cha kwanza ni wewe tu kuendelea kunufaika na taarifa zetu, lakini cha kwanza ni kusubscribe channel yetu hii ya mfalme wa soka. Ukisha subscribe, gusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, kwa sababu tuko nawe sako kwa bako kuhakikisha unapata ladha kweli kweli kuelekea dabi ya Kariakoo. Mambo ni mengi, joto la dabi ya Kariakoo linaendelea kupanda, lakini kwa sasa twende tukaangalie taarifa ambayo imenifikia. Taarifa ambayo imenifikia mzee wa Friji Bov, nikaona kwamba ni share na wewe muda huu, wewe mdau wangu mkubwa sana wa mfalme wa soka, lakini pia mdau mkubwa sana wa Friji Bov. Bana, taarifa nilionayo ni kwamba kamati ya maadili ya TFF iliwaita wasemaji wa vilabu vitatu, kwa maana Ali Shabani Kamwe, ofisa habari wa klabu ya Young Africans, lakini pia Manzala, huyo ni afisa habari wa kikosi cha timu ya Kagera Sugar na Kurukumbi pale Kaitaba Kagera, lakini pia Ahmed Ali ambaye yeye ni ofisa habari wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hao wote waliitwa kwa makosa tofauti, lakini pia shauri lao lilisikilizwa. Kama unakumbuka, Jumatatu walifika lakini hawakuweza kusikilizwa, shauri lao halikusikilizwa. Ilipofika siku ya Jumanne, shauri lao lilisikilizwa ambapo ni jana, na leo bwana taarifa zimetufikia kwamba taarifa za ndani sana kwamba ofisa habari wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe pamoja na ofisa habari wa klabu ya kikosi cha timu ya Kagera Sugar bwana Manzala naye wameitwa na kumiwa, wamekutwa na hatia. Sasa ni taarifa ambazo zimeshtua watu wengi sana usiku huu leo, nikaona kwamba niweze kuwajuza. Hii ni mara baada ya kamati ya maadili ya shirikisho la kandanda TFF kuketi. Ni kwamba taarifa zinasema kwamba ofisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amefungiwa miaka 2 na kamati ya maadili ya TFF pamoja na ofisa habari wa klabu ya Kagera Sugar Hamisi Manzala. Hawa wote walifikishwa kwenye kamati ya maadili ya TFF kwa ajili ya mashtaka tofauti, na taarifa za awali kabisa zinasema kwamba Ali Shabani Kamwe pamoja na Hamisi Manzala wa Kagera Sugar hawa wamefungiwa na kutokujihusisha na masuala ya soka kwa miaka 2. Sasa kwa upande wa ofisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali, taarifa zinasema kwamba yeye hajakutwa na hatia, na hiyo jana kama mlisikia Ahmed Ali yeye alibainisha kwamba kilichosababisha yeye kuitwa kwenye kamati ya maadili ni klabu ya Young Africans walimshtaki Ahmed Ali kwamba yeye kwenye moja ya uzinduzi wa mikutano yake na uzinduzi wa matawi pale Mbagala Dar es Salaam alizungumza maneno ambayo yaliwafedhehesha, na maneno ambayo Ahmed Ali aliyazungumza ni pamoja na kwamba nataka mkisikia hapa nisije nikawa kwanza kuzungumza. Ahmed Ali alifunguka jana mwenyewe akielezea kwenye kamati ya maadili kwa ajili ya kusikiliza shauri langu ama kesi yangu ambayo nimeshtakiwa na klabu ya Yanga. Na kesi yenyewe inasema ya kwamba kwenye mkutano wangu wa uzinduzi wa tawi pale Mbagala Chamazi nilitoa sentensi ambayo inasema adui namba 1 wa Simba ni Yanga na namba 2 ni Singida. Kwa hiyo wao wamechukua hiyo kuwa ndio kesi, na ipo tafsiri ya wao ambayo wametafsiri maneno hayo na kawaileta kwenye kamati ya maadili. Na leo kamati ya maadili imetusikiliza pande zote mbili, kila mmoja amewasilisha ushahidi wake. Kwa hiyo tunachosubiri sasa ni kamati kukaa na kupitia mawasilisho ya pande zote mbili, na baada hapo watoe hukumu kulingana na kanuni na sheria na miongozo ya mpira wa miguu. Haya, huyo ni ofisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali amefunguka hapa kama ambavyo mmemsikia kile kilichopelekea yeye kuitwa kwenye kamati ya maadili ya TFF. Na taarifa nilizonazo kamati haijamkuta Ahmed Ali afisa habari wa Simba na hatia, kwa hiyo yeye ameachiwa huru na ataendelea na majukumu yake kama kawaida, lakini kamati imewatia nguvuni Ali Shabani Kamwe pamoja na Hamisi Manzala. Huyu ni ofisa habari wa Kagera Sugar kwa kosa la machapisho yao mitandaoni. Miongoni mwa vitu ambavyo niliwahi kuvizungumza hapa kama mnakumbuka, kile ambacho kilimpelekea Ali Kamwe kuitwa
kwenye kamati ya maadili ni pamoja na kauli zake za kuwashutumu waamuzi hasa katika mechi za Simba anapokuwa anacheza mechi zake. Mara nyingi tulikuwa tunaona Ahmed Ally akiwa anafanya ya kwake, lakini kwa ukubwa wake Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Yanga, mara nyingi alikuwa yeye ndo anazungumza zaidi. Mechi kiisha, labda mwamuzi amefanya makosa kwenye mechi ya Simba, basi Ali Kamwe alikuwa anakuja sana mitandaoni na kuandika yale maneno. Na mimi nilishawahi kutoa hapa nikasema kwamba naona wazi kwa hiki ambacho Ali Kamwe anakifanya kinaweza ikamtokea puani, kwa sababu ofisa habari wa timu nyingine huwezi ukashutumu waamuzi wanaochezesha mechi ya timu nyingine. Lakini pia kuna kauli moja alitoa, nafikiri ni kauli ambayo mimi niliwahi kuandika kwenye page yangu ya Instagram, kwamba ni kauli ambayo pengine ilikuwa ingemletea shida Ali Kamwe. Ali aliandika kwamba TFF washusheni makolo mgongoni, kwamba watu washusheni makolo mgongoni, mechi ziamuliwe kwa haki. Hapa alituma shutuma moja kwa moja, kitu ambacho niliona wazi kwamba kitaenda kumtokea puani pia. Na mengi sana amekuwa akishutumu waamuzi, kwa maana mechi zikiisha utasikia vipindi 90% vya radio leo vinazungumza mechi ya Simba na waamuzi na mambo kama hayo. Hayo ni mambo machache tu ambayo yamempeleka kule, na mwisho wa siku wameweza kufanya kupitia na wakabaini kwamba Ali Shabani Kamwe ana makosa, na hivyo wameshamtia hatiani, kwa maana wanamfungia miaka 2 kuto kujihusisha na masuala ya soka. Sasa inakuwaje hii? Taarifa hii imetoka na tumepenyezewa, tunazo hizi taarifa mapema, lakini wao kama kamati ya maadili ya TFF wamepanga mara baada ya dabi kumalizika rasmi ndo watatoa taarifa kwa umma. Lakini kwa sasa, kwa sababu sisi ni wazee wa kupekunyua mambo, tayari taarifa zimetufikia kwamba Ali Shabani Kamwe tayari amepigwa pini na amepigwa pingu kwa miaka 2 kutokujihusisha na masuala ya kandanda. Hii inakuwa sawa na ile ya Haji Sande Manara Bugatti ambaye naye alifungiwa kujihusisha na masuala ya kandanda miaka 2 na akakaa, mwisho wa siku akamaliza miaka yake 2. Leo rungu linamkuta Ali Shabani Kamwe ambaye alishindwa kutulia, alishindwa kunyamaza, alikuwa akipitiliza, akizungumza mengi sana. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo pia alikuwa akivizungumza huko nyuma ni kuhusiana na, alishawahi kumkebei pia Juma Mgunda, kwamba kati ya Andazi na Juma Mgunda nani zaidi kati ya Andazi na Juma Mgunda. Lakini Juma Mgunda alimsamehe Ali Kamwe. Bado walikuwa wakiendelea kupewa maonyo hapa na pale, still hawakuwa wanaendelea kufuatilia kile ambacho kamati na TFF inataka kwa ujumla wake. Leo hii taarifa inakuja, na ukipita kwenye mitandao mingi ya kijamii taarifa hiyo imekwisha andika, kila moja anazungumza wai imekuja kabla ya dabi, yani imekuja kuelekea dabi taarifa kama hii. Kwa upande wa Yanga, wao wamekuwa na huzuni kubwa sana, wamekuwa na simanzi kubwa sana kwa hii ya Ali Shabani Kamwe kufungiwa. Na mimi niliona wazi, ukiona mtu anaitwa kwenye kamati ya maadili ya TFF kuna mawili, either apone au afungiwe, kwa sababu hadi uitwe kule ina maana wameona makosa yako na wamekuvumilia sana, na mwisho wa siku wameona kwamba umefanya makosa makubwa, hawezi wakakufungulia na wakakusamee. Lakini Ahmed Ally amekuwa na tabia ya kuzungumza kwa mafumbo sana, na hicho ndicho ambacho kimembeba. Kama unafahamu, ameshazungumza mambo mengi sana, na watu wengi sana leo wanajiuliza why Ahmed Ally yeye hajafungiwa, na ameshawahi kuongea kuhusiana na masuala ya sindano, sijui wachezaji wanachoma sindano na nini. Mara ameshawahi kusema tutamsajili Pacome akiacha kuchoma sindano au akichoka kuchoma sindano. Ameshaongea mambo mengi sana, ameshaongea mambo mengi sana, lakini mbona yeye Ahmed Ally ameachwa na vitu kama hivyo? Lakini kumbuka Ahmed Ally ni mtu wa misemo, na mara nyingi amekuwa akisema nyuma mwiko, nyuma mwiko, nyuma mwiko, nyuma mwiko, nyuma mwiko. Lakini pia amekuwa hahusishi moja kwa moja club na TFF, lakini pia alikuwa hawahusishi zaidi waamuzi na mambo kama hayo. Sasa Ali Kamwe yeye limemkuta, na tunasubiria kuona TFF kufikia mara baada ya dabi kumalizika watakuja na hiyo taarifa. Sasa watu wa Yanga wengi wamekuja juu kwamba inakuaje, wameumizwa sana na hiyo taarifa kuona Ali Kamwe anafungiwa. Manara alifunguliwa, mara baada ya kufungiwa akafunguliwa, na wao kama Young Africans wakaachana na Manara, wakasema hata kuwepo katika idara ya habari. Sasa leo nimeona taarifa zinasema Ali Kamwe kufungiwa kwake, basi Haji Sande Manara Bugatti atachukua nafasi ya Haji Sande ya Ali Shabani Kamwe. Je, Haji Sande Manara ataenda kuvaa viatu vya Ali Shabani Kamwe? Je, Young Africans watampokea tena Haji Sande Manara kwenda kwa ofisa habari wao, ama inakuwaje? Lakini la mwisho ni kwamba tunaona kuelekea dabi ya Kariakoo, unadhani na athari namna gani? Naamini ya kwamba Ali Shabani Kamwe yeye ni ofisa habari mzuri sana, amefanya mambo mengi sana kwenye digital platforms za Yanga,
YouTube channel zimefanya vizuri sana, lakini pia wamepata pesa nyingi sana kupitia app yao. Ali amekuwa mbunifu sana, ameshafanya mambo mengi sana, ameshawapatia wachezaji, kila mchezaji ameshapata mechi. Mchezaji fulani anapata jina la mechi, muda day, sijui Aziki day, sijui Pacome day, sijui Okwasi day, bote hao. Lakini pia ameshafanya mambo mengi sana ambayo hakika yameweza kuifanya brand ya Yanga imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo ni huzuni kwa upande wa Yanga kwa taarifa hizi ambazo tayari zimeanza kuenea mitandaoni kwa msemaji wao Ali Kamwe kufungiwa, lakini ni taarifa ambayo inaumiza zaidi kutokana na mashabiki ambao wengi walikuwa wakivutiwa na utendaji kazi wa Ali Shabani Kamwe. Mara nyingi amekuwa akifanya makubwa sana, akiwahusisha mashabiki, akiwahusisha wanachama na klabu yao, ametengeneza fans engagement na mambo kama hayo. Kwa hiyo wengi wanaumia kumkosa Ali Shabani Kamwe kwa miaka miwili, lakini rufaa ipo, anaweza kukata rufaa na akasikilizwa, kamati wakamsikiliza, wakamhurumia, wakamfungulia. Lakini kwa sasa taarifa ambazo zipo za awali ni kwamba Ali Kamwe na Hamis Manzala wa Kagera Sugar wao wamefungiwa kutokujihusisha na masuala ya kandanda hapa nchini Tanzania. Je, wewe unasemaje? Hii kwako unaionaje na umepokea vipi? Semaje Ahmed Ally anaendelea kuunguruma huko Ali Kamwe hayupo kwenye game? Kwangu mimi inauma.